الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بعدكم أليزا سورة الكافرون بتوفيق من الله. Jana hakukuwa na darsa, kwa hivyo tunaendelea leo na sura mpya, سورة النصر. سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكشكوة تفسير mbio إذا جاء نصر الله, itapokuja nusra ya Allah, والفتح na ushindi na ufunguzi, ورأيت الناس na ukaona watu, yadkhuluna fi dini Allahi, wanaingia katika dini ya Allah, afwaja, makundi kwa makundi. Ikitokezea hayo, basi fasabbih bihamdi rabbika, zitakase sifa za Mola wako mlezi, wastaghfiruhu, na umombe msamaha, innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba, yeye ndiye anayepokea toba. Kwa ufupi tafsiri, lakini sisi tunapenda utangulizi wa sura hii. Kwanza tuanze, halafu tutizame neno kwa neno, aya kwa aya, ili tupate kuifahamu sura hii kwa uzuri na kupata faida, sio kwa kusoma tu mtu ikawa anasoma juu kwa juu. Sasa hivi tumesoma maana kwa maana, lakini kuna mengi yaliyofichika katika maana ya haya maneno niliyosema. Surati Nasr kwanza ni sura madaniya. Surati Nasr na wengine wakaita surati al-Fath, idha jaa nasrullah wal fath. Na surati al-Fath hii ni sura iliyoshuka Madina, kama tulivyosema kwa rai ya wengi wa maulama, katika sura zote 37 zilizokuweko katika juzu amma ni sura 3 za Madina, zibakia zote kwa khilaf baadhi ya ulama katika baadhi ya sura nyinginezo, kwamba ni 3 hizi, ikiwemo lam yakun na idha zulzilat al-ardu zilzalaha, na hii ya 3, bali hii ni ya mwisho kabisa, ya mwisho kushuka. Na dalili kubwa ala madaniyatiha, ya kwamba ni ya Madina, ni al-Fath, an-Nasr min Allah. Vita vijaanza ila baada ya kuhamia Madina. Miaka 13 ya kuishi Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake wa kidogo, hakujatokezea amri ya kupigana ila baada ya kuhajir, na mwaka wa pili udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu. Kushuka aya katika sura al-Hajj, wamepewa idhni sasa na wao wanapigana, hala wajitetee, kwa sababu wamedhulumiwa sana. Tukaanza vita kuanzia Badr na Uhud na Ahzab na Hunain na Fath Makkah na mengineyo. Na sura hii sio kwamba inashuka Madina, bali ya mwisho kabisa. Na dalili katika hadithi nyingi, tukichukua hadithi ya mwanzo iliyosema kutokana na Imam Muslim akielezea عن عبيد الله بن عتبة, ya kwamba Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma saalahu, alimuuliza huyu Ubaydullah ibn Utba, alimuuliza, faqala lahu ta'lam ayatu sura fi al-Quran, unajua sura gani katika Qur'ani nazalat akhiran jami'an, iliyoshuka mwisho,
na sura nzima yote, sio kama baadhi Makka baadhi Madina, na jamian akhiran wa jamian. Swali lake ilikuwa precisely kabisa kwamba ipi ilikuwa mwisho kabisa na yote imeshuka Madina bila. Qultu, anasema sasa Ubaydullah ibn Utbah ndo rawi hadithi. Qultu, kaambia naam, naijua. Hiya surat idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. فقال له ابن عباس، عبد الله بن عباس akamwambia صدقت، نعم مسمى kweli. Na kama hadithi nyingine ما رواه البخاري عن ابن عباس pia قال amesema nini؟ anasema ابن عباس كان عمر رضي الله عنه yudkhilni, alikuwa akinichukua akinitia katika nini, fi majlisihi maa ashyakh Badr, maa ashyakh Badr au shuyukh Badr. Alikuwa akinitia pamoja na mtoto mdogo bado kijana, lakini pamoja na vigogo vya Ahl Badr wale, ananiweka pamoja na Amirul Mu'minin Umar khalifa. Alikuwa akinichukua akiniweka pamoja nao. فكان بعضهم وجد في نفسه، وكان بعضهم وجد في نفسه، wengine wakaona kitu wametia katika moyo wao. Ndio maana nini kwa sisi tuna vijana, sina watoto wenye nguvu zaidi, wenye hivi na hivi, wenye heba, kwa nini anamleta huyo Umar Khattab na huyo Abdullah ibn Abbas bin Ammi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Pa anasema kwamba watu wakatia kitu katika nafsi zao, hajapendelea jambo lile. Kwa hivyo wajada fi nafsi, waqalu, wakasema kwa nini Umar yadkhilu hadha shab, anamleta katika majlisi zetu, walana abnao mithluhu, na sisi na watoto kama yeye na mahodari na mashujaa pia. Basi anasema Abdullah ibn Abbas anasema fadaani Umar yawman, akanita Umar siku moja. Fama ribtu raib shaka, fama shakaktu manake, fama ribtu annahu ma daani illa liyuriyahum, sijatia shaka hata kidogo kwamba huyu Umar hajanita leo mimi ila nini, atakuonesha mimi ni nani. Anasema mwenyewe Abdullah ibn Abbas. Basi anasema falamma akhadhu majalisahum, kila mmoja shakapa ala pake. Qala lahum Umar radhiallahu anhu, Umar bin Khattab akaambia nini, ma taquluna fi qawlihi ta'ala, mnasemaje kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kwa hivyo faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema nini, wakasema amarana rabbuna, ametuamrisha mola wetu, idha nusirna, tukipata ile nusra na ushindi, akatunusuru Mwenyezi Mungu, wafutiha alaina, na tukapata ushindi, anasema an nastaghfiruhu, kwa hivyo tumuombe maghfira Mwenyezi Mungu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hivyo ndio mliofahamu. Wasakata akharuna, wengine wamenyamaza kimya, hajasema kitu. Mbona ile swala lina mtego halijaulizwa bure. Wasakata akharun, anasema faltafata ilayya Umar, akanigeukia kutazama Umar, faqala, akaniambia sasa, niulizana mimi peke yangu swala ya Abdullah ibn Abbas, manake madha taqulu ya ibn Abbas kuhusu hii sura idha jaa nasrullah. Qultu, akasema sallallahu, qultu hadhihi sura na'at ila rasulillah, hii sura نعت إلى رسول الله. النعي بمعنى إخبار بموت أحد، كم فهمت خبركم بقى
kwamba yeye anakufa, anafariki dunia. Akasema Ibn Abbas, هذه سورة نعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. Kwa hivyo ndo ikaja hii sura idha jaa nasrul fath mpaka mwisho wake. Faqala Umar pale akapata nguvu ya kusema tena, akasema ma a'lamu minha illa ma yaqul, sijui chochote kingine kusudia sura hii ila kama anavyosema Ibn Abbas. Hapa watu wakaishi kwamba mimi sikumleta huyu ila kwa sababu tutapata faida. Nyinyi nyote hamjajua kuleta jawabu hasa kusudia sura hii kushuka, lakini Ibn Abbas amekufundisheni hapa. Hajawa namleta Ibn Abbas kwa kupendekeza tu mwenyewe au kwa sababu anafurahi akiwepo au kujisifu mbele kwa sababu ni amri Rasul, ni yuko karibu sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jua kwa ni kijana mdogo. Tusisahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpakia akamwombea dua hasa, akasema Allahumma faqihhu fi din wa'allimhu ta'wil, mfundishe mambo ya juu ya ndani kabisa. Na hadithi maarufu ya katika Nawawi al-40 Nawawi tunasoma hadithi ya ghulam uallimuka kalimat. Yeye kijana alikuwa kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anasema alikuwa Ibn Abbas naye ni mdogo, kampakia katika kipando chake akamwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat, nitakufundisha maneno. Zikaja nasaha kadha, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidu tijahak, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'lam ila akhir hadith. Alikuwa anamwambia Abdullah ibn Abbas. Kwa hivyo hakuwa akifanya umra kwa ajili ya kwamba jambo lolote ila annahu kana aliman fatin, anayo fitna, anayo talents na kipaji na kipawa. Alikuwa ni mwenye kujua kutasarraf, husni tasarruf, jua kwamba ni udogo wake. Na dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ilikuwa nzito sana. Habl alikuwa ni mwenye ilmu katika maulama. Kwa hivyo 3 ayat hizi katika sura hii min qisar suwar ikishirikiana kwa udogo wake surati al-Kauthar na surati al-Asr, na hii isipokuwa al-Kauthar ni ndogo yao kwa maneno yake ni kidogo. Tukitazama kwamba baada surati al-Kafirun tuondoka nayo ya ayuha al-kafirun qul ya ayuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun, yote kama tulivyoelezea, lakum dinukum waliya din, nyinyi kaeni dini yenu na mtakufa washirikina nyinyi wanne mlokuja mtaka tukae tuchanganye dini, semala tuabudu Mungu wenu, miungu yenu na masanamu yenu, na nyinyi muabudu Mungu wangu kwa ujanja na kwa kutudhihaki. Kwa hivyo ulipokuja lakum dinukum waliya din. Hajat hadhi sura, imekuja sura hii tunabbi yani na prophesy na foretell, ina predict, inaeleza mapema kwamba wacha wafanye wanavyotaka, lakini idha jaa nasrullah al-fath waraita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, watakiona chao. Dini hii itainuka, itasimama, na nusra Mwenyezi Mungu itakuja na ushindi utakuja, na utaona watu namna gani wanavyoingia makundi kwa makundi katika dini hii. Yani kama kwamba lakum dinukum waliya din, na mtaona mwisho wa nani nani atakuwa na mwisho mwema baina yetu sisi na nyinyi. Kwa hivyo hii wanachukua baadhi ya ulama kwamba tanasub baina sura mbili na kuwa ni kama hivyo. Kwa hivyo dalili pia ya kuonesha kwamba khalas dini ya masanamu inatoweka, haitobakia,
wayakuna dina kullahu lillah, itakuwa dini yote ni ya Mwenyezi Mungu tu. Tabana ukitizama hii aya imeanza idha jaa nasrullahi wal fathu, itakapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu na ushindi kutoka kwake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wal fathu imekuja kwa alif lam, al fath, particular fath maalum, nayo ni fath Makkah. Lakini tukitizama hapa hii aya imeanza kwa jumla shartia, ni idha bimaana shuruti, itapokuja hivi itakuwa hivi. Na hii idha jaa jumla shartia sha'nuha sha'nu sura nyinginezo kama nini, sura zote sita nafikiri. Idha waqa'atil waqi'a, itapotokezea ile tukio. Idha shamsu kuwirat, ni itakuwa ndio siku ya kiyama tena. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ukitizama zote tusiku kiyama zote hizo maana moja, kwamba itapofika siku hiyo. Ila hapa inakuja idha jaa nasrullah, tofauti kidogo. Lakini nyingine zote dalili ya kwamba siku ya kiyama inakuja tu. Hizi zote sura shartia bimaana sharti latimia, hasa ilipokuja idha, sio in. In ni sharti ambayo hutegemei kutokezea, lakini idha itakapotokezea itakuwa kadha kadha. Na hii ndio maana yake. Na ukitazama aya yenyewe idha jaa nasrullah, idha jasema nasr pekee yake, hadha nasr ni nasr udhifa ilayhi Allah, nasrullah, sio nasr mtu yote. Na ikiwa nasr ya Mwenyezi Mungu mwenyewe, basi weka pembeni zote nasr zenye kujulikana sababu. Kwa Mwenyezi Mungu hataki sababu. Nasrullah nasr min Allah, bimaana kwamba usingojee mpaka sababu ije. Kwa Mwenyezi Mungu nasr liman yaqulu li shay'in kun fayakun, yule anasema kitu kuwa na kikawa. Nasa idhan tahqiq yatahaqqaq hadha an-nasr in shi'ta am abaita, ukitaka usitaki itatokezea tu. Ujue ya Muhammad nasrullah itakuja, na haya maelezo yanakuja kabla hiyo nasrullah haijaja. Na al-fath na nini, na kutekwa kwa Makkah, kuingia katika mikono ya Waislamu. Na kwa hivyo nasrullah taati nini, إن عظم شأنه تعظيم شأنه النصر. Ukukushinda kwenyewe kuna adhimishwa na kukuzwa kabisa kwa sababu kutoka kwake. Jambo hili limekuwa kubwa. Wa bayan annahu laysa bi asbab allati i'taduha an-nas, sio zile sababu ambazo walizoea watu za ushindi, kwa sababu za ushindi zajulikana. Upande mmoja unapokuwa na nguvu zaidi, jeshi kubwa zaidi, ilikuwa systematically zinazo silaha za mutatawila, advanced weaponry, unapokuwa careful planning katika vita, unapokuwa na utukufu katika vita, supremacy au nini, superiority over nini juu ya adui zao, wanapokuwa wanatumia advanced military weaponry, na unapokuwa na determination, jitihada kubwa sana, malengo yote haya yakikutana, jeshi moja linashinda lingine. Hizi asbabu. Katika vita vya ambavyo Mwenyezi Mungu alivisimamia mwenyewe kwa amri yake, tukitizama kama mfano vita vya Badr 313 au 14, kupigana jeshi la watu 1000 au 950, riwaya zinagongana. Vita vya Badr, na wote wana mafarasi. Hao walikuwa farasi wawili, ngamia 70, waliobaki wote kwa miguu. Wanashinda watu walikuwa mpanda farasi mara 3 idadi yao. Lakini malaika wameshiriki katika vita Ahzab. Mwenyezi Mungu kaleta upepo, tafuta sababu. Mwenyezi Mungu hamna sababu kwake yeye,
vita kwa njia yote anayotaka mwenyewe. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna anayejua. Kadhalika vita Hunain, idha ajabatkum kathratukum, mnao sisi hatushindwi an qilla, kwamba sisi kidogo, la sisi wengi leo 10,000 kutoka Madina kuja Maka, wakateka wakaichukua Maka. Baada ya fath Maka wakaongezeka 2,000, ikawa 12,000 wanakwenda kupigana watu wa Taif tena kidogo katika vita vya Hunain. Waliwavizia njiani, walijificha, walifanya nini kamini, wakawatokezea ghafla kama mambo mchafu koge, wakawa nakimbia, wakakimbizana kama ilivyoelezewa katika aya wa yawma Hunain idha ajabatkum kathratukum, hajakusaidia kitu chote. Kaiona dunia dhiki mpaka imekuja nasrullah. Hata Mtume sasa pia kelele na ami yake Abbas, rudini, piganeni. Ukamtoka ubeti ambao Mtume si mshairi huwa bishairi, ana rasul la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Wakakusanyika tena, wakaenda vita vikesha, wakashinda Waislamu. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu unaweza kuwa upepo pia ni katika jundi min junudillah, anaweza kuleta. Usingojee sababu za kile vita zinazo material reasoning, weka pembeni. Lakini shote jua kwamba Mwenyezi Mungu hata katika sura Al-Anfal anaelezea namna gani usingizi uliwajia, idh ghashimun naas amanatan. Kama tutakwenda katika sura Al-Anfal, sura Al-Anfal katika aya za mwanzo sura ya 10-11 ile inasema nini? Idh ghashimun naas amanatan, wakati nini ilipokufikieni nini usingizi, ili ipate nini utulivu. Kwa sababu shetani akikuingia ukilala kidogo, ukiamka zile fikra za kishetani zinaondoka, ili ipate nini amani. Walitatma na amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an, katika sababu kajalia mvua maji, kwa ndo sababu ya ushindi. Yale maji ni kwa sababu gani? Yutahhirakum bih, kukusafisheni na fikra mbovu, kusafisheni na iko wengine kama waliosema waliota ikabidi nini kukoga, kama ile maji mvua ilionyesha. Wayudhib ankum rijza shetani na uovu wake na utoke katika akili zenu. Halafu kisha waliyarbit ala qulubikum, atie nyoyo zenu zikamatane kwa pamoja, halafu yuthabbita bil aqdam, na ile yale yalokunya maji yaliyoshuka upande wenu ya kuthibitisha udongo ule mchanga ukawa nini madhubuti, kuliko kwamba upande wa pili ukanyesha mvua nyingi. Kwa mfano kama unasema baadhi ikawa kule najitelezea tu, anaanguka tu akiteleza kwa maji. Tasbih aqdam, sababu 4 zilizotajwa katika aya hii ya 11 katika sura Al-Anfal. Moja katika sababu kuteremka kwa mvua, nuas, kuacha usinzie. Kwa hivyo kwa Mwenyezi Mungu usitafute sababu, katika ushindi wake unakuja tu. Bali kuna jingine kama ilivyokuja katika sura At-Tauba, idh yurikahumullah fi manamika, wakati wewe umelala Mwenyezi Mungu akakuonesha kwamba wao ni kidogo, mpate nguvu. Kidogo tutashinda, kumbe wengi. Lakini Mwenyezi Mungu anataka msogee tu, halafu tadbir ilahi inapita kwa kushuka malaika, kwa jalia wale sababu yote ya kudhoofika kwa maadui, ili nanyi mkapata nguvu. Anakuonesha Mwenyezi Mungu akupe moyo ili upate kwenda kwa hii. Ungeliota kwa jeshi lao kubwa sana, ungeliogopa, ingelitia hofu katika nyoyo zenu, ikawa mambo mchafu koge. Lakini kukuonesha kwamba wao qalilan, idh yurikahumullah fi manamika qalilan, amekuonesha wao kama kwamba ni kidogo. Walau arakahum kathiran la fashiltum, lao angelikuonesha wao ni wako wengi, basi mngelianza kulegalegea, mkashindwa, mkafeli. Wala tanaza'tum, mkaanza kuzozana fil amr, katika jambo la vita, mkawa hamna msimamo mmoja, mkaongea watakupigana, wengine watakimbia, wengine. Wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallam, Mwenyezi Mungu amepitisha jambo likawa nini, Mwenyezi Mungu amewasalimisha. Hapa dalili tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sababu chungu zima ambazo
hizi reasoning kwa binadamu haziendani na yale yanayotaka Mwenyezi Mungu. Na hii sura idha jaa nasrullah al-fath, kama tulivyosema, ni dalili ya kuonesha ni siku za mwisho, na kama tulivyosema kwamba sura ya mwisho kushuka ikitanguliwa na aya mbili ambayo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii kusema kwamba nimekamilishieni dini yenu, hakuna cha kuongeza. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema zangu nimekutimizieni. Wa raditu, na yote haya ni dini yangu niliyotaka nyinyi muifuate. Wa raditu lakum al-islam dina. Baada hapo aya hii kushuka ni aya ya mwisho kabla ayati dain katika sura al-Baqara na kumalizia sura. Kwa hivyo na aya iliyoshuka, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, muiche na muogope siku ambayo nini, hakuna maneno zaidi kuliko haya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Iogopeni siku ambayo mtakayorudi katika siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu, halafu mtalipwa na jaza yenu kwa mujibu wa amali zenu mlizofanya. Hakuna atakayedhulumiwa. Leo nimeshakutimizieni dini na neema zangu nimeshakupeni zote, iliyobakia mumche Mwenyezi Mungu. Wattaqu yawman, iogope siku hiyo, siku nzito sana. Na wewe Muhammad, hii siku ilifike huko, tutapita katika stage ya idha jaa nasrullah, na utashinda, na neema Mwenyezi Mungu itakuja na ushindi utakuja, ili baada hapo urudi kwangu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ikawa unarudi kwa tasbihi na maghfira na tauba, inaokana tawaba, ili watu wajifunze baada yako kwamba mtu yote kila siku zikisonga na mauti yanakurubia, asisahau nasaha ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Hii Qur'ani kutumalizia kwa sura hii na kwa maneno haya, namna alivyomaliziwa mtume maisha yake, kwa nini cha kufanya dakika ya mwisho ambapo tutakuja kuelezea baadaye, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ni muhimu sana ili tujue yale ambayo anatakiwa mtu afanye. Nisahau kuelezea kidogo kwamba katika kuongeza tukalilosema kwa Umar radhiallahu anhu akimchukua Abdullah ibn Abbas, na wale wakaa na kitu mioyoni mwao kwa vile kwamba namleta mtoto, na kama kisa kilivyotokezea wakati wa ukhalifa anatawalisha Umar ibn Abdul Aziz, ikawa wufud zinakuja kutoka makabila mbalimbali, maeneo mbalimbali, ujumbe kuja kumbariki yani ule ukhalifa wake. Ilikuja kundi kutoka Maka, akiwepo kijana mdogo wa miaka 11. Hata Umar Khattab akasema, katika nyinyi nyote mnamtanguliza mtoto, watu wazima hakuna kusema, hakuna mtu mzima kusema. Ikawa huyu mtoto akamjibu Umar, na mtoto huyo anasemekana min walad Sayyidina al-Hussein ibn Ali radhiallahu anhu, anasema alisimama akaeleza, huyu ndo mkubwa wetu bwana, mdogo wetu lakini ndo mkubwa wetu. Akamsifu Umar Abdul Aziz na kumtajia uzuri, halafu akaambia, na huko anasema ya Umar, anaambia taallam, jifunze ya Umar, falaysa almar'u yuladu aliman, bado hujajifunza kitu, unajua kwa umechukua khalifa. Hakuna mtu anayezaliwa kwa ni alim, walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, na yule mwenye ilmu hawezi kuwa sawa kabisa na yule alikuwa jahil, hawezi kuwa sawa na yule jahil. Fa inna kabira alqaumi la ilma indahu saghir, si mkubwa wa qaum hana ilmu, wewe unahitaji ilmu Umar. Na dalili mwanaambia mimi mdogo, hakuna mkubwa wenu akamwachia mtoto, wewe bado kidogo, maana kwa undani wake wala kabira alqaumi, wewe sabi kabira alqaum, wewe ni khalifa almuslimin Umar ibn Abdul Aziz, watano katika makhulafa ar-rashidin, lakini anahitaji nasaha pia. Fa inna kabira alqaumi la ilma indahu saghirun, anakuwa mdogo. Idha iltafat almahafil, anapozungwa na watu hajua sema nini, anababaika. Wewe ndio bingwa wetu kusema inuka kwa niaba yangu, si ndio? Kwa hivyo achakuwa mdogo, idha iltafat alayhi almahafil. Kwa hivyo hapa
hii riwaya imetoka kwamba Umar bin Abdul Aziz na huyo kijana katika Al-Bait ambaye ni aliweza kumfahamisha mambo mazito sana kama haya hikma. Lakini kama ilivyokuja katika riwaya nyingine kwamba wanasema kwamba hii katika diwani Imam Shafi'i kipande hichi kipo, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu aliman, jifunze ujue una ilmu ndio inakufanya wewe mtukufu mbele ya watu. Falaysa al-mar'u yuladu aliman, wala hakuna mtu anayezaliwa kana ilmu. Walaysa akhu ilmin kama huwa jahil, na sio na ilmu mwenye ilmu sio kama kwa yule jahil. Wa inna kabira alqawmi la ilma indahu, mkubwa wa qaumi yote ambaye hana ilmu yake. Saghirun idha iltafat alayhi aljahafilu, imekuja nayo jahafil yani kundi la watu vigogo au jeshi wakubwa, watu wengi wenye nguvu wenye nini, udhama yani, wakikusanyika wanakuwa wameregea. Lakini unapokuwa na ilmu unashinda hata walikuwa maudhama. Kwa na jeshi wakubwa kwa nani, wewe mbele ilmu yako unashinda jahafil. Alafu kasema katika diwani Imam Shafi'i, wa inna saghira alqawmi in kana aliman, saghira alqawm mdogo wao kwa umri, hata ikiwa mwenye ilmu, kabirun anakuwa mkubwa. Idha ruddat ilayhi almahafil, wanapokuja nini wakakusanyishwa watu katika hafla, katika mahafili yani mkusanyiko wa watu, basi anakuwa mkubwa mbele yao kwa ile hikma anayotoa, kwa yale maneno na wanasihi watu wanahitajia nasaha zake, basi anakuwa mkubwa wao. Umri mdogo mambo yaendi kwa umri, lakini anakwenda kwa nini, kwa ilmu zaidi. Hadha wallahu a'lam.